kujumuika na sisi hapa Gymkhana kwenye mechi ambayo maalum ya kirafiki kati ya marafiki wa Engineer Hersi Said na waandishi wa habari wa michezo kwenye mitandao ya kijamii. Kama nakumbuka, siku chache zilizopita tulikuwa na mechi nyingine ya kirafiki ambayo Engineer Hersi alicheza dhidi ya timu ya mtaani ya Sinza Star, na kwenye ile mechi palitokea tukio ambalo lilivutia watu wengi kwa mtoto wa miaka 16 ambaye alichezesha mchezo ule, mchezo ambao ulikuwa na mastaa wengi wa ligi kuu na wachezaji wakubwa wa mitaani, lakini kijana yule alicheza vizuri kabisa na baadaye mkamfanyia mahojiano. Na yale mahojiano, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, yamekuwa na baraka kubwa kwa sababu wadau wengi wameyaona, wamempongeza kijana wetu, na leo tunalo jambo kubwa ambalo kwa kiasi kubwa imetokana pia jitihada zenu za kumsupport mtoto na kuonyesha habari zake. Hapa tunaye rais wa klabu ya Yanga ambaye ndio alikuwa mwandalizi wa mechi ile ambayo kijana huyo alionekana, lakini tunao wazazi wawili wa yule kijana ambaye alikuwa mwamuzi, baba yake mzazi na mama yake, tunaye kijana mwenyewe, na hapa tunao wenzetu wa Fountain Gate. Kwa hiyo kwanza nimkaribishe rais wa klabu ya Yanga ambaye azungumze, tukio lilikuwa la kwake siku ile, na tueleze kwa nini wenzetu wa Fountain Gate wako hapa, tuweze kuendelea na mchezo. Karibu. Asalamu alaykum. Ngapi waandishi? 4-1. Nimeweka ngapi? Time. Mbili, sawa. Na panenke ile kidogo nimewapa kama Morocco ile. Sawa. Msilalamike sana. Alafu Marco leo umekutoa? Inja muda tu. Jamani, tunao furaha leo kijana wetu hapa. Refari mdogo, maana kuna marefari wakongwe, si ndivyo? Huyu ni refari mdogo very young, miaka 16. Leo tunafurahia siku yake hapa. Mungu amemjalia baada ya kukutana naye Sinza, akaonyesha uwezo mkubwa, akachezesha ile mechi bila assistant referees na amefanya vizuri, na tukasema na nyinyi wa Tanzania wote mkao mashuhuda, especially waandishi wa habari ambao mlikuwa pale siku ile. Mmefanya kazi kubwa ya kuituma hii talent nje ya mipaka ya pale Sinza. Bahati nzuri Fountain Gate wakamuona, Fountain Gate walivyomuona wakaona kuna kila sababu ya kupitia shule zao kuendeleza hiki kipaji. Kwa leo tuko hapa kwa ajili ya kuona jambo hili kubwa kabisa la kihistoria ambalo linafanywa na Fountain Gate kumuendeleza kijana huyu ambaye ameonyesha na uwezo wa kuwa mwamuzi mzuri hapo kesho. Tunao furaha kubwa Fountain Gate kukabidhi mahusiano haya sasa kupitia familia yake, wazazi wako hapa. Kijana atakwenda kusoma kwenye Fountain Gate Schools, ataendelezwa kwenye kipaji chake cha urefari, lakini pia kwenye eneo la elimu. Na Fountain Gate inasifika kwa kuwa shule ambayo inafanya vizuri sana kwenye mitaala ya ki-secular. Na nichukue fursa hii pia kuwashukuru kiachilia mbali Fountain Gate wazazi ambao pia wameungana naye, lakini pia marefari wa Kongo ambao wako hapa pia. Tunaye kaka yetu Komba na waamuzi mbalimbali ambao wamekuja hapa kumuunga mkono, wameacha shughuli zao kuja kumpa tafu kijana wetu na kumjengea future yake ya kesho. Niwashukuru sana wanahabari. Ile message ambayo ilipatikana siku ile imeleta haya matunda ya leo. Niwapongeze sana na mjue mna impact kubwa sana kwenye kuendeleza maisha ya mmoja, lakini pia taasisi kwa ujumla. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha Fountain. Nafikiri kitachofanyika hapa ni kukabidhi hayo mahusiano, alafu tuendeleze second half ya mechi yetu. Kwa majina ndio Jerry Makau, mimi ni Chief Finance Officer Fountain Gate Academy. Kwa niaba ya taasisi kwa ujumla, tuko na furaha sana siku ya leo kuweza kutangaza ufadhili wa kijana Baraka kumwendeleza kimasomo kwa upande wa sekondari, lakini pia kuendeleza kipaji chake katika uamuzi wa mpira ambao tumekuwa tukiuona kwa ukubwa kwa hizo siku chache zilizopita. Kama tunavyofahamu wengi wetu, Fountain Gate imekuwa na vision kubwa sana katika kuendeleza vijana katika michezo aina yote, lakini pia kwa upande wa masomo. Kwa hiyo kwetu sisi tunachukulia kama ni step ambayo tumechukua kwenda kwenye direction ambayo president wetu pamoja na taasisi kwa ujumla tumekuwa nayo. Kwa hiyo siku ya leo tunafurahi sana kutangaza sponsor kijana Baraka kwenda Mwanza High School ili aweze kuendelezwa kwenye upande wa elimu, lakini pia tuweze kumuona hizo siku za baadaye katika ukubwa zaidi kwenye eneo la uamuzi wa mpira. Asanteni sana. Asante sana, mimi nashukuru sana kwa siku ya leo. Ni furaha moyoni mwangu kwa sababu mtoto kile alichotafuta na kichodani ni furaha kutoka moyoni mwake na ni ndoto yake moyoni mwake, na kila anaposoma na kwenda kwenye mazoezi kila kutoka moyoni mwake ndicho kinachotokea kwenye ndoto yake leo.
Nakushukuru sana, Mungu ambariki na amzidishie, azidi kupambana. Asante.